Ulipo, naitwa Mtume Maria Bwana. Ninakusalimu kabisa na amani ya Bwana iwe pamoja na wewe. Naleta somo hili kwa watumishi wa Mungu, wapendwa katika Kristo, waumini wote, watakatifu wote wa Mungu ulimwengu mzima. Ninataka nikuambie leo ya kwamba ukimpenda Mungu, muda wako katika kazi yake utakuwa ni mfupi. Ukimpenda Mungu, muda unaomwekea utakuwa ni mfupi. Tuna wengi sana ndani ya mwili wa Kristo. Unapokuja kwenye mambo ya Kristo wanaona muda umekawia. Tukiwa ibadani wanaona ibada imekawia. Tukiwa kwenye maombi wanaona maombi yamekawia. Tukiwa tunatukuza wanaona kutukuza kumekawia. Na wanajiita wa Kristo. Na wanasema wanampenda Mungu. Unajua unaweza ukaitumia simu kwa muda mrefu. Simu hii. WhatsApp hii kajibu mavoice na mavoice na mavoice. Unaweza ukascroll kwenye YouTube Shorts, manini, social media mbalimbali, Facebook wapi. Lakini kwenye neno la Mungu inakuwa ni vigumu. Kumbuka kipindi liko ndani ya wito. Nilisoma neno sana. Nilikuwa ninasoma masaa 8 kwa siku. Kila siku. Kila siku masaa 8. Na kwa kipindi kile sikuona kama ni muda mrefu. Haleluya. Lakini kwa sasa hivi kuna mambo mengine ambayo nilikuwa ninayafanya naanza kuona kama ni ni kwa sababu ya jukumu zimeongezeka. Zamani ilikuwa tu utasoma neno na unafundisha, unasoma neno na unafundisha. Sasa hivi ilikuwa unasoma neno, unalea, unafundisha, unachunguza, unakagua, yaani mambo yanakuwa mengi. Lakini hata hivyo ni lazima tujifunze jinsi ya kuona muda ni mfupi. Ukishindwa kuona muda ni mfupi kwenye mambo ya Mungu, una hasara kubwa sana ya kupoteza neema ambayo ulipewa na Bwana. Haleluya. Ndio maana mhubiri anashindwa kuhubiri kwa muda mrefu, kwa sababu moyoni mwake anahofia kwamba wewe mdhaifu hautaweza kuhimili saa nzima ya mafundisho. Hautaweza kuhimili masaa 3 mafundisho. Ndio maana mhubiri anakuletea somo ya dakika 10. Somo la dakika 10. Na wahubiri wengi siku hizi wanajisifia kwamba wanafundisha kwa dakika chache. Wanajisifia kwamba wanafundisha kwa muda mfupi. Kabisa. Kabisa. Bwana Yesu alikuwa anafundisha. Bwana Yesu alikuwa anaelewesha. Lakini vile vile Bwana Yesu hakuelewesha watu ambao hawakutaka kuelewa. Biblia inasema watu walikuwa wanamfuata sehemu za faraga. Wanamfuata huku, wanamfuata huku, wanamfuata huku. Ilikuwa inafikia kipindi anaanza kuwakimbia kwa sababu walikuwa na njaa. Watu walikuwa na hamu ya kuona kitu kutoka kwake. Bwana Yesu asifiwe. Na katika watu wao kulikuwa watu ambao walikuwa fake, watu phony, ambao walikuwa pale kwa ajili ya mikate, ambao walikuwa pale kwa ajili ya miujiza, lakini walikuwa mitume ambao walikuwa pale kwa ajili ya neno. Ndio maana Petro anasema tutaenda wapi wakati wewe ndio una maneno ya uzima, wewe ndio umebeba uzima wa milele. Haleluya mpendwa. Kwa nini tunaona muda wa Mungu ni mrefu sana, lakini muda wa ibilisi tunaona ni mfupi sana? Tunaona muda wa Mungu ni mrefu sana. Sio kawaida. Mioyo yetu haipendi Mungu. Sio kawaida. Ambao unachukua masaa unaangalia mafilamu. Unasema unampenda Mungu. Unajua sasa hivi tukichukua nyimbo ambazo zinawatukuza watu kuliko kumtukuza Mungu. Nyimbo hizi za mafanikio. Nilikuwa chini leo naheshimiwa. Nilikuwa hivi leo nainuliwa. Nilikuwa sina gari leo nina gari. Tuzichukue, tuzichangamane zote. Alafu tupime urefu
Alafu tuchukue nyimbo zote ambazo sasa hivi zinakemea dhambi, ambazo zinamtangaza Yesu tu kuwa Bwana, tuzichange zote, alafu nazo pia tuzipime kwa muda. Utaona hizi nyimbo ambazo zinajitukuza, watu wanajitukuza wenyewe kwenye nyimbo zao kuliko kumtukuza Mungu, ni ndefu sana, itakuwa ndefu sana. Utakuta hizi nyimbo ambazo zinamtukuza Bwana Yesu, haleluya, na kumsifu kuwa Bwana, zinaweza zikaingia hata mamilioni na mamilioni. Ndio nyimbo ambazo zimekuja leo, ndio Wakristo ambao tunao leo. Wanaweza wakaandika nyimbo nyingi ambazo zinatukuza maisha yao binafsi, lakini ni vigumu kwao kutukuza Bwana aliyeokoa. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikwambie kitu kimoja mpendwa. Unapoingia ibadani, moyo wako uko wapi? Unajua kuna watu wanaingia ibadani, unapigwa na usingizi baadaye kwa sababu hawafikirii, hawaoni kesho ni ibada. Ngoja kwanza niwahi kulala ili ibadani nisipate usingizi. Hafikirii hivyo. Kwa sababu ibada inaongozwa na Roho. Na ujui Roho Mtakatifu ataleta nini? Roho Mtakatifu akileta maombi, jua maombi. Roho Mtakatifu akileta somo, jua somo. Alafu mmelala saa moja tu, wanafanya kwa maksudi. Siku mzima ameangalia filamu, siku mzima ameangalia mamechi ya mpira. Naye huyu ataona, of course utaona muda wa Mungu ni muda wa Mungu unasumbua. Utaona muda unakusumbua. Ore baba siko. Ndugu zangu, ninawapenda sana. Ninawapenda sana. Hizi ni siri ambazo Bwana alinifundisha mapema sana wakati ninaweza kufanya kazi yake. Haleluya. Ninapata malalamiko mengi, mtumishi, mbona sikumbuki ndoto zangu? Haulali nyuma, haulali haraka, unalala nyuma, unachelewa kulala. Unachelewa kulala. Haufikiri leo Mungu anaweza kuzungumza na mimi? Haukiweki hicho kitu moyoni mwako. Mwingine unakuta unalala na vikwazo, unalala na maumivu moyoni. Utaonaje? Tuzaje kuona? Tunaona muda tunaomwekea Mungu umepungua. Tumepunguza muda. Hii ukora baba sika. Tumepunguza muda, wanadamu atuheshimu Mungu. Ndio maana tunaona muda tunaomwekea Mungu tu, tunamuona Mungu anatusumbua. Tunamuona Mungu anatusumbua kwa nini? Haleluya. Ndio sifa na mtu anapoambiwa imba pa sasa, yani mtu anaona kama anasumbuliwa. Yani mtu anaona anasumbuliwa kwa nini? Why? Kwa nini? Kwa nini tunaona Mungu anatupenda? Alafu Mungu atudandamizi hapa. Anachokitaka yetu ni muda wake, ni wa kwake basi. Mungu hagamlazimishi mtu kitu. Ila Mungu anachotaka, ukisema leo ninaenda kuabudu, basi na huo muda huo ni wa kwake tu. Leo nitamwimbia Mungu, basi na huo wimbo huo ni wa kwake tu. Leo nitafundisha, basi na namfundishe yeye tu. Ndio anachokitaka Mungu. Ndio anachokitaka Bwana. Haleluya. Haleluya. Watu waliacha mafamilia zao kwenye Biblia. Watu waliacha kazi za maana, kazi ambazo zilikuwa zinalipa hela nyingi, kumfuata Bwana wa mabwana. Umeacha mangapi leo? Ilikuwa tu nimetumia mfano huu leo. Utakuwa watumishi wa Mungu wengi sana tu. Unakuta wanashindwa kununua vifaa vya kanisa.
Wakristo wengi hawezi wakatoa pesa ili vifaa vya kanisa, wengi hawezi. Lakini nakwambia hao kwenye mambo yao binafsi, mambo ya familia, mambo ya nini, ni haraka kutoa. Ni haraka kutoa. Ndugu zanguni, turudie Bwana. Asema Bwana, wanadamu mrudieni Mungu wenu. Mioyo yenu imekuwa mbali sana na Bwana. Mioyo yenu imekuwa mbali sana. Mioyo yenu imemchukia Bwana. Katika matendo yenu muonyesha chuki. Mmempunguzia Bwana muda. Nanyi mwasema, baadhi yetu mnaona kazi kesho, baadhi yetu wako bize kesho, kwa hiyo itabidi tuende haraka haraka. Wewe mwanadamu, ni nani nakupa nguvu ya hiyo kazi? Ni nani nakupa uweza wa kuamka asubuhi? Kwa nini wanadamu mnashindwa kuona? Kwa nini mnashindwa kupima? Pimeni. Pimeni. Pimeni bid'a yenu. Huyu Bwana asante. Tutaingia kwenye kitabu cha Mwanzo. Haleluya. Sura yake 29. Aya yake ya 19. Biblia inasema, Labani akasema, ni bora zaidi nikupe Raheli kuliko kumpa mtu mwingine yote. Kaa pamoja na mimi hapa. Kwa hiyo Yakobo akamtumikia miaka 7 ili kumpata Raheli. Lakini ilionekana kwake kama siku chache tu kwa sababu ya upendo wake kwa Raheli. Yakobo alimpenda sana Raheli. Mpendo. Kufikia hatua muda aliofanya akipeleka mifugo huku, akinywisha mifugo, akifanya hivi, akifanya hivi, akipambana na adui ambao anataka kula mifugo, aliona ni muda mchache sana. Akipambana na uwezi, aliona ni muda mchache sana. Tunaona muda ni mrefu, ni wakati mioyo yetu haijapenda sana. Ore baba. Haleluya. Ukiwa karibu na watu ambao unafurahia, muda huenda kwa haraka. Lakini ukiwa karibu na watu ambao hufurahi, muda huenda taratibu taratibu. Kwa nini? Kwa sababu unaona kama vile kuna bora zaidi. Kuna sehemu bora zaidi ambayo unapaswa kuwa. Haipo sehemu bora kuliko nafasi ya Mungu. Wapendwa, mnisikilize vizuri. Ikiwa tumefanya ibada za Mungu kuwa saa 1 na tumefanya kazi zetu kuwa masaa 8, basi tujue tuko kwenye hatari sana. Basi tujue tumwabudu Mungu tena. Basi tujue tumemsahau Mungu. Basi tujue tuna Mungu tena. Ikiwa kweli tumemfanya Mungu kuwa ndani ya dakika 30, lakini tumefanya kazi zetu kuwa masaa 12, na pia wanatuforce kufanya kazi, wanatulazimisha tufanye kazi. Tunajua tusipofanya kazi tutakula, lakini tunashindwa kuelewa anayetuwezesha kuishi na kupumua ni Bwana wa mabwana, Yesu Kristo wa Nazareti. Of course. Tueleweki. Open up. Fungua moyo wako mgumu. Moyo wako ni mgumu, ndio maana ufurahi. Ufurahi ibada. Ufurahi ibada wewe. Ufurahi maombi wewe. Ufurahi moyo wako unawashwa usirisikie sasa hivi. Unawashwa usirisikie. Neno la Mungu linakuasha
Unawashwa usisikie neno maneno mazuri ya kukubadilisha wewe. Unawashwa usisikie. Basi. Unapoambiwa acha hiki unachukia sana. Unapoahidiwa kitu ukibadai utapata hapo unapenda sana. Kwa nini? Kwa sababu unaona Mungu maneno yake ya kukubadilisha wewe, ya kukugeuza ufanye kuwa msafi. Unaona hayo ni usumbufu na upuuzi. Wewe mwanadamu, wewe hata kumchezea Mungu. Mungu anakuita leo. Ukimpenda sana, muda unamwekea, utakuwa mfupi kwa sababu unampenda sana. Sikia maandiko vizuri. Kwa hiyo Yakobo akamtumikia miaka 7 ili kumpata Raheli. Lakini ilionekana kwake. Yaani kuonyesha upendo ni kitu binafsi. Mtu anaweza kumpenda Mungu lakini mke wake hajampenda. Mtu anaweza kumpenda Mungu lakini familia yake hajampenda. Mtu anaweza kumpenda sana Mungu lakini wote waliomzunguka hawajampenda. Ndio maana Biblia ikatokea kwenye kitabu cha Ezekieli. Haleluya. Mji mzima ikiwa imejaa na ovu, lakini akipatikana Ayubu ndani ya mji huo, Ayubu peke yake ataokolewa na mji mzima utaangamia. Hiyo ni Biblia. Mtu mwenye haki unusurika ni kwa sababu kunusurika yatokana na upendo unaouweka kwa Bwana. Na wale watakaorithi ufalme wa Mungu ni wale ambao wameweka upendo kwa Bwana. I'm telling you my friend. Believe that you do not love the Lord enough. No, you don't. Nampenda Yesu, nimeokoka, nampenda Yesu. Wewe unampenda Yesu. Wewe bado maharusi, kila harusi hauwezi kukosa wewe. Unasema unampenda Yesu. Nyimbo za kidunia wewe unatikisa mauno, unasema unampenda Yesu. Acheni kulitaja jina la Bwana Mungu bure. Mnalitaja kwa sababu Bwana ameweka milango ya rehema mbele yenu. Lakini Bwana akija kwa sura yake ya kuogopesha, jinsi Biblia inafafanua. Oribushateka. Tuje kwenye kitabu cha Ufunuo. Kwenye kitabu cha Ufunuo, ile sura yake ya 22. Biblia inasema, haleluya, yeye anayeshuhudia mambo haya asema, hakika naja upesi. Bwana anasema naja upesi. Hakika naja upesi. Yaani muda si mrefu Bwana anakuja. Muda si mrefu Bwana Yesu anakuja mpendwa. Atakukuta kanisani. Unaangalia saa unaangalia. It's embarrassing ya kwamba Wakristo wameingia kwenye makanisa na wamevaa masaa. Wanaingia kwenye kanisa na akili yao yote kwenye masimu. Wanaangalia saa. It's embarrassing in the eyes of the Lord. Ni aibu. Bwana anakuambia anakuja upesi. Upesi anakuja Bwana kuwachukua walio wake. Ni wale waliopenda kwa moyo wa dhati. Oh, haleluya. Haleluya. Mimi ninampenda Bwana. I've sacrificed my life for the Lord. Nimempa Bwana maisha yangu. I'm giving him my entire life. Everything. Kila kitu ninampa Bwana. Na ninayaona matunda yaliyomo katika kumpa Bwana kila kitu. Hata kama tudharauliwe, hata kama tutukanwe, ninaona faida kubwa katika Kristo. Hata kama tushushwe kwa maneno, hata kama watudhihaki,
Ninaona faida kubwa iliyomo katika yeye Bwana wa majeshi. Tazama naja upesi. Yaani Bwana nakuja muda ni muda. Atakukuta wewe unaangalia saa. Atakukuta wewe unaangalia saa kanisani. Moyo unawashwa. Uende kuonana na mchumba wako. Kijana wewe mjinga. Moyo wako unawashwa. Uende kuonana na upumbavu wako. Naja upesi. Bwana nasema. Haleluya. Alafu inasema hakika naja upesi. Yaani kusema kwa uhakika, usiwe na mashaka. Usiwe na hofu. Uamini kwa uhakika anakuja. Haleluya. Asante Bwana. Anakuja Bwana kuwachukua walio kwake. Haleluya. Ufungue moyo wako sasa hivi. Neema hii sikupite. Neema hii sikupite. Uamsho umekuja. Bwana anamsha watu wake. Fungueni mioyo yenu. Roho Mtakatifu akawashukie. Riba serabose ka. Roho Mtakatifu akawajaze. Roho Mtakatifu akawabadilishe. Biblia inasema kwenye kitabu cha Warumi, kafanywe upya. Kafanywe upya. Kafanywe upya. Sikieni kitabu cha Warumi 12 aya yake ya 2. Neno la Bwana linasema hivi. Haleluya. Neno Bwana linasema, msifuatishwe tena mfano wa ulimwengu huu, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, ndipo mtaweza kuonja na kuhakikisha ni nini mapenzi ya Mungu, yaliyo mema, yanayompendeza machoni pake na ukamilifu. Ndipo mtapata kuweza kujua mapenzi ya Mungu yaliyo mema, yale yanayompendeza. Ni pale ambapo umejitoa mzima. Muda huu kuna nafasi. Yakobo ananungunika sana. Ni aje Labani anaweza kanigeuka baba Mungu? Muda wote huu nimekuwa mwaminifu kwake. Nimejitesa sana kwa ajili yake huyu Labani. Alilia. Hore basete. Kuona megeukwa. Kuona megeukwa na Labani. Kwa sababu alikuwa amejitoa mzima. Lakini nakwambia, mfano wa Yakobo na Labani inatofautisha kati ya Mungu na mwanadamu. Kwa kuwa Mungu hata kugeuka. Mungu ni mwaminifu siku zote. Mungu aiona kazi yako. Mungu atakukomboa siku ya shida. Hataacha utondoke. Hataacha utumbukie. Atatuma malaika wake kwako ili usiaibike. Atamtuma malaika wake kwako ili usipate shida. Atamtuma malaika wake kwako ili usiumie. Bwana ni mwaminifu. Bwana ni mwaminifu. Sikia Zaburi. Ewe mpendwa katika Kristo. Ewe mpagani. Ewe Muislamu. Ewe Muislamu. Ewe Muislamu. Ewe mpandisha mapepo. Ewe mpandisha majini. Sikia. Sikia. Tutasoma Zaburi 89 na ile aya yake ya 38. Lakini wewe umekataa, umemdharau, umemkasirikia sana mpaka mafuta wako. Umelikana agano lako na mtumishi wako, na umeinajisi taji yake mavumbini. Umebomoa kuta zake zote na ngome zake zote umezifanya kuwa magofu. Wote wapitao karibu
wamemnyang'anya mali zake, wamekuwa dharau kwa jirani yake, kwa jirani zake. Umeutukuza mkono wa kuume wa adui zake, umewafanya watesi wake wote kwa shangilie. Umegeuza makali ya upanga wake na hukumpa msaada katika vita. Umeikomesha fahari yake na kukiangusha kiti chake cha enzi. Haya ni maisha ya Kristo. Wale waliomsulubisha Yesu kipindi kile. Sijui kama mnamjua Yesu kupitia njia ipi? Kupitia njia ya mahadithi, story, njia ya filamu, kwa njia yoyote ile. Lado umeambiwa na mama na mzazi kuhusu Yesu. Ila ninakuambia hivi, waliochangia kumsulubisha Yesu mpaka leo hii bado wanadamu wanachangia kumsulubisha. Yote yule ambaye bado hajamkubali Yesu bado anachangia kumsulubisha. Na tunamsulubisha Yesu kwa matendo yetu mabaya. Na ndio maana Biblia inatuambia kwenye kitabu cha Waebrania ile sura 6, kwa maana ni sawa sawa na kumrudisha tena mwana wa Mungu kwenye msalaba. Tunapokuwa tunamrudisha mwana wa Mungu kwenye msalaba, ni vipindi tunatenda dhambi dhidi yake. Biblia inasema watu wanapita hapo wanadharau. Wanadharau mji mtakatifu. Wanadharau sura ya mtakatifu. Wanadharau cheo alichokuwa amekipewa. Ijapokuwa Yesu alikuwa ni mtu ambaye alikuwa na uwezo wa kufanya lolote lile anatakalo. Alijinyenyekeza ili upate kujua jinsi ya kunyenyekea na kuijua siri ya mbinguni. Kwa sababu mbinguni hakuna vita. Sasa ubabe wa nini? Haleluya. Mbingu ya Mungu takatifu hakutakuwa machozi, hakutakuwa shida, hakutakuwa fujo. Sasa fujo ya nini? Kwa maana Bwana anatuhimiza sana tuwe wakamilifu katika utakatifu wote. Ninakuita leo Bwana, uje Bwana ukaokoa watu wako. Haleluya. Nifuate vizuri. Unaonaje muda? Unamwekea Bwana sasa hivi. Haleluya. Unaonaje muda? Ewe mpendwa, muda unampa Bwana unaona ni mrefu. Haleluya. Lakini ulionekana kwake kama siku chache. Miaka 7 yaonekana ni siku chache. Ni siku chache. Haleluya. Unapomtumikia Mungu kwa moyo wako wote, miaka 20 itaonekana kuwa siku chache. Paulo anasema, ninatamani nimuone Bwana, lakini vile vile tena ninatamani nikaifanye kazi ya Bwana. Ila ningependelea zaidi nikamuone Bwana. Oh, haleluya. Ninatamani nimuone Bwana. Haleluya. Je, unatamani muone Bwana? Unatamani muone Alfa na Omega, mwanzo na mwisho? Unatamani umpendeze yeye? Oh, ribaseka. Ninakwambia leo hii, badilika. Mchawi badilika wewe. Mwenye madawa. Mganga kienyeji. Mwenye uchafu. Urikakakakemes. Badilika leo. Bwana anakuita leo. Haujafika hapa kwa bure. Badilika leo. Pate kufanya upya. Kabatizwe kwa jina la Bwana Yesu. Pate kurithi ufalme. Asante Bwana Yesu kwa wote hao uliowaleta leo, ili wapokee ufalme wako katika mioyo yao, ukawafungue zaidi in the name of Jesus. Amen.